Naam, jeshi la polisi limezua taharuki ndani ya Chadema na kulazimisha uongozi wa Chadema kujibu haraka baada ya taarifa za kiintelijensia kufichua kinachodaiwa kuwa njama ya kumwokoa Tundu Lissu kutoka gerezani. Inadaiwa kulikuwa na mpango wa genge la watu wa upinzani kumuiba Tundu Lissu kutoka mikononi mwa jeshi la usalama na maaskari gereza na kutoroka naye jijini Dar es Salaam pahali pasipojulikana. Sasa Chadema wamejibu shutuma hizo kuhusu taarifa hizo za kumtorosha Tundu Lissu za kiintelijensia zinazodaiwa kufikia maafisa wa polisi, na sasa Chadema wametuma ripoti nzito kwa jeshi la polisi, ripoti ambayo itakushangaza. Kabla ya tuzame zaidi katika ripoti ya habari hizi, hakikisha umelike video hii, kisha hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Siku ya tarehe 11 Juni ambapo Tundu Lissu alitarajiwa kufikishwa mahakamani Dar es Salaam, inadaiwa taarifa za kiintelijensia zilifikia usalama na jeshi la polisi ya kwamba kulikuwa na genge la watu kutoka upinzani ambao walijipanga kufika mahakamani kumwokoa Tundu Lissu. Chadema imetoa onyo zito sasa baada ya kile viongozi wa chama hicho wanachoeleza kuwa ni simulizi hatari na za uongo kuhusu kuwekwa kizuizini kwa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu na njama ya kumwokoa. Chama cha upinzani sasa kinawatuhumu watu wasiojulikana kwa kueneza madai kuwa wanachama wa Chadema wanapanga au walipanga kumwokoa kwa nguvu Tundu Lissu kutoka kwa mikono ya polisi au mahabusu. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, tuhuma hizo ni za uongo kabisa na hakukuwa na njama yoyote iliyopangwa ya kumtorosha Tundu Lissu kutoka kwa mikono ya maafisa wa magereza. Na sasa kuamkia leo, chama hicho kinalitaka jeshi la polisi la Tanzania kutoburuzwa katika kile inachokiita malumbano ya kisiasa yaliyotengenezwa yasiyo ya kweli. Kauli hiyo kutoka kwa uongozi wa Chadema imetolewa wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika tarehe 10 Juni uliofanyika makao makuu ya Chadema jijini Dar es Salaam, ukipinga vikali shutuma za njama ya kumwokoa au kumtorosha Tundu Lissu. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, John Mnyika alisema chama hicho kimefahamu taarifa zilizofikia jeshi la polisi zinazodaiwa kuwa za kiintelijensia zinazodaiwa kusambaa ndani ya sehemu za jeshi la polisi ya kwamba kuna njama ya kumwokoa Tundu Lissu siku yake ya kusikilizwa kwa kesi ya uhaini. Kwa mujibu wa taarifa hizo, eti kulikuwa na taarifa za kiintelijensia zilizopelekwa katika jeshi la polisi zinazodai kuwa viongozi na wafuasi wa Chadema walikuwa wakiandaa vitendo vya kikatili vinavyolenga kumtoa Tundu Lissu kutoka katika mahabusu ya magereza ya viongozi wa magereza au polisi. Hata hivyo, Mnyika alikataa madai hayo kabisa. Alisema Chadema hawana mpango huo na kuwashutumu walio nyuma ya taarifa hizo kwa kueneza taarifa potofu kwa makusudi ili tu polisi waweze kuvurugana na wapinzani. Mtazamaji, na hapa ndipo hali inakuwa nyeti kisiasa, kwa sababu madai hayo hayahusu tu usalama. Wanamhusisha mmoja wa watu wa Tanzania wanaofuatiliwa kwa karibu sana, Tundu Antipas Lissu. Uvumi wowote unaohusishwa na Tundu Lissu huvutia watu mara moja, na kwa mujibu wa Chadema ndiyo maana hasa chama kiliamua kujibu hadharani. Mnyika alionya kuwa taarifa hizo za kiintelijensia za uongo zinaweza kuleta mvutano na taharuki na hata kuzua machafuko kati ya jeshi la polisi na wananchi na pia kuzua sintofahamu zisizo za lazima. Alidai kuwa mamlaka inapaswa kuhakiki habari kwa uangalifu kabla ya kuzifanyia kazi, akidai kwamba kuna watu nyuma ya pazia ambao wana nia ovu ya kuwakosanisha jeshi la polisi na watu ambao watahudhuria kesi ya Tundu Lissu mahakamani. Katika mkutano na waandishi wa habari, Mnyika alitoa wito moja kwa moja kwa maofisa wa polisi na vyombo vya usalama. Aliwataka wapuuze taarifa alizozitaja kuwa za uzushi zinazodai wafuasi wa Chadema wanataka kuanzisha operesheni ya uokoaji kwa Tundu Lissu. Badala yake alisema Chadema bado ina dhamira ya dhati ya kutekeleza malengo yake kwa njia ya kisheria na amani. Kiongozi huyo wa chama, Mnyika, alisisitiza kuwa hakuna mkakati, hakuna operesheni na hakuna mpango wa siri unaolenga kumwondoa au kumtorosha Tundu Lissu kutoka chini ya ulinzi rasmi. Mtazamaji, lakini kwa nini Chadema wanapaza sauti sasa? Jibu linaonekana kuhusishwa na wasiwasi unaoongezeka
imeongezeka kuhusu jinsi ripoti kama hizo zinavyoweza kutumika dhidi ya wapinzani. Mnyika alidai taarifa zinazodaiwa zilitengenezwa kwa nia mbaya. Kulingana na yeye, ripoti hizo zinaweza kutumika kama uhalali wa kuchukua hatua kali dhidi ya raia wa kawaida au hata kuumizwa kwa wananchi nje ya mahakama. Shutuma hiyo sasa imeongeza sura mpya kwenye mjadala mkali wa kisiasa unaohusu kuwekwa kizuizini kwa Tundu Antipas Lissu. Na mtazamaji, kwa mara nyingine tena lengo linarudi kwa uaminifu. Ni nani aliyeunda ripoti hizi za kiintelijensia kumhusu Tundu Lissu? Taarifa hizi za kuokolewa kwa Tundu Lissu zimetoka wapi na nani amezifikisha kwa maafisa wa polisi? Na je, ni za kweli? Na kwa nini madai kama hayo yanaonekana sasa hivi? Maswali hayo sasa yanajadiliwa na waangalizi wa kisiasa na wafuasi wa vyama vile mitandaoni. Kwa Chadema, wasiwasi ni kwamba simulizi za uongo kama hizi zinaweza kuongeza mvutano wakati ambapo hisia tayari zimepanda. Mnyika alikwenda mbali zaidi wakati wa maelezo yake, akiwataka viongozi wakuu wa polisi nchini akiwemo Inspekta Jenerali wa polisi kuchunguza chanzo cha taarifa hizo. Kulingana naye, mamlaka zinapaswa kubaini mtu yoyote aliyeunda au kusambaza habari hiyo. Alisema kuwa uwajibikaji ni muhimu ikiwa imani ya umma katika taasisi itadumishwa. Katibu mkuu wa Chadema alisema suala hilo lisipuuzwe kabisa. Badala yake alivitaka vyombo vya usalama nchini kubaini ukweli na kuamua jinsi madai hayo yalivyoanza. Na wakati mjadala wa kisiasa ukiendelea, Chadema wanasisitiza ujumbe mmoja uwe wazi leo. Chama hicho kinasema hakiungi mkono vurugu, haiungi mkono machafuko na haiungi mkono jaribio lolote la kumwondoa Tundu Lissu chini ya ulinzi kwa nguvu. Msimamo huo ulirudiwa mara kadhaa wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Kwa mujibu wa Mnyika, Chadema imeendelea kujitolea kuheshimu sheria na taasisi za kisheria nchini Tanzania. Kwa miezi kadhaa, mijadala kuhusu Tundu Lissu imetawala mazungumzo ya kisiasa kote Tanzania. Wafuasi wanaendelea kudai haki, wakosoaji wanaendelea kuhoji taratibu za kisheria na kila maendeleo ya mahakama yametoa majibu makali kwa umma. Kutokana na hali hiyo, Chadema inaonekana imedhamiria kujiweka mbali na pendekezo lolote la hatua zisizo halali. Chama hicho kinasema mkazo wake unasalia kwenye michakato ya kisheria badala ya makabiliano. Mnyika pia alitoa wito moja kwa moja kwa wanachama na wafuasi wa chama hicho, aliwahimiza kuwa watulivu na wenye amani. Kulingana na yeye, mapambano ya haki lazima yafanywe ndani ya mipaka ya kisheria. Alisisitiza kuwa chama kinaamini suluhu zinapaswa kuja kupitia mahakama badala ya kupitia migogoro. Wakati huo huo, tahadhari sasa inarudi kwenye mahakama kwa sababu vita vya kisheria vinavyomhusu Tundu Lissu viko mbali sana. Hata hivyo, Watanzania wengi wanaendelea kufuatilia kila maendeleo kwa karibu na tarehe kuu inayofuata ya mahakama tayari inavutia maslahi makubwa. Na mtazamaji, matukio ya hivi punde yanakuja baada ya matarajio kuwa kesi ya Tundu Lissu ingesikilizwa Juni tarehe 11 mwaka 2026. Hata hivyo, taratibu za mahakama na majaji ziliahirisha kesi hiyo ghafla. Kesi hiyo sasa inatarajiwa kuendelea mnamo Julai tarehe 6 mwaka 2026, ambayo hii ni kama siku 25 zijazo. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa kukuandalia katika ripoti au habari hizi. Nijuze maoni yako, kisha like video hii, subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.